Malalamiko juu ya maadili ya viongozi yamekuwa mengi sana. Yako mengine ni tunasema hayana ukweli, yako mengine yana ukweli, lakini nyinyi humu ndani ndio wenye kazi ya kusema lipi la kweli, lipi la uongo. Na lipi la ukweli ni fair judgment tu. Na fair judgment manake kama Ridhiwani unaambiwa kwamba wewe ndio unamiliki hiki, na nyinyi mnaona katika kwenye fomu yake Ridhiwani haja declare hilo jambo, mwiteni. Yani hakuna mtu ambaye anaweza kusema kwamba sio yake jamaa yake na wengine hapo jaji ukinyosha mkono tu mimi mteule wa rais. Hakuna mteule wa rais mzee juu ya chombo hiki. Chombo hiki wote tuko chini yako. Wewe tweet hapa, bwana mheshimiwa waziri wangu, hali yako asubuhi salama. Bwana mheshimiwa waziri, sasa bwana nina jambo nataka nifahamishe tu. Ukiona aibu unaniita ofisini kwako. Lakini lazima unite. Kwa sababu tukianza kuoneana aibu, ndugu zangu, ndio leo hii mnaona wenyewe maandamano kwa mfano yalotokea juzi hapa. Malalamiko yalikuwa makubwa ni juu ya maadili ya viongozi. Au hamjasikia? Maana labda mwenzetu hapa mnaishi ndani ya nyumba tu. Hapo ya juu ya mtaani. Tunalalamikiwa viongozi. Kuna mtu mmoja kule anaitwa Ali Edha. Ana petrol station zake za Lake Oil. Zimechomwa zile kwa sababu zinasema za Ridhiwani. Zimechomwa zaidi ya 92 kanambia. Sasa imagine mtu zinachomwa nani zake kwa sababu tu watu wanahisi fulani ndio anamiliki hizi. Sasa nyinyi tuiteni. Anzeni na mimi waziri wenu. Niiteni hapa, niulizeni bwana Ridhiwani hebu tuite. Lakini wakati huo mnapoita kwa sababu mnajua hakuna mwizi anayekubali kwamba mimi ni mwizi, si ndio? Tafuteni ushahidi. Njoni hapa baada ya kuniita hapa, iteni press conference hapo, semeni tumemwita waziri Ridhiwani Kikwete, tumemuoji na tumejiridhisha kwamba katika hili hahusiki au katika hili anahusika. Waambieni sasa, walio na ushahidi wa ziada waulete. Ndivyo mtaisaidia serikali. Hamwezi kukaa kimya nyinyi mkataka viongozi wa serikali wajitetee wenyewe huko, ni uongo mtupu. Hili jambo mheshimiwa jaji hatujafanya vizuri. Hatuna sababu ya kumwogopa mtu.